Chum TV. Furaha kiganjani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua jumuiya ya wakandarasi wa sekta ya ujenzi Zanzibar, hafla iliyofanyika hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege mkoa wa Mjini Magharibi, huku akiahidi serikali kuendelea kushirikiana na wadau wote wa sekta hiyo kutokana na umuhimu wake katika mipango ya serikali. Kama tunavyojua, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya ujenzi hapa nchini kwa kujenga miundombinu ya kisasa ya majengo katika sekta zote za uchumi pamoja na huduma za jamii. Aidha, serikali imejenga barabara za kisasa katika maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini kote Unguja na Pemba. Hatua hii inadhihirisha jinsi sekta hii ilivyo muhimu katika utekelezaji wa mipango ya serikali na pia jinsi sekta hii inavyozidi kukua hapa Zanzibar. Napenda kuwapongeza kwa hatua hii muhimu ya kufikia uamuzi wa kuanzisha jumuiya inayolenga kuwaunganisha wadau wote wanaoshiriki katika shughuli za ujenzi kwa njia moja ama nyingine. Ni dhahiri kuwa taasisi hii itakuwa ndio chombo rasmi cha wadau wetu kuwasilisha ushauri, mapendekezo na changamoto zenu kwa serikali kwa sauti moja. Kwa hakika, sekta ya ujenzi Zanzibar inaandika historia mpya ya kuleta ushirikiano na serikali katika kuleta maendeleo ya nchi yetu. Tukio hili la uzinduzi wa jumuiya kunaleta fursa ya kuunganisha mawazo na mijadala baina ya sekta binafsi na serikali katika kupeana ushauri wa kitaalamu na kutatua changamoto zenu kwa maslahi ya nchi yetu. Napenda nikupongezeni sana kwa hatua hii muhimu kwa maendeleo ya sekta ya ujenzi hapa nchini. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau wote wa sekta ya ujenzi ili sekta hii izidi kuongeza mchango wake katika kuchochea maendeleo ya nchi yetu. Nimezisikia changamoto zenu zilizoelezwa kwenye risala. Napenda kuahidi kwamba serikali itazifanyia kazi changamoto zote zilizoelezwa na zitakazojitokeza baada ya hapa katika kuzitatua ili kukidhi malengo ya uanzishwaji wa jumuiya hii. Kulikuwa kuna changamoto ya ukosefu wa mitaji. Napenda kuwaelekeza uongozi wa Wizara ya Ujenzi pamoja na bodi ya wakandarasi kuwaunganisha watendaji wa jumuiya pamoja na taasisi za kifedha kwa ajili ya kupata mikopo, lakini vile vile kama ilivyoshauriwa hapa, ni muhimu tuangalie namna ya kuweza kuunda mifuko mbalimbali ya kuwasaidia wadau wa sekta hii. Kama tunavyojua, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya ujenzi hapa nchini kwa kujenga miundombinu ya kisasa ya majengo katika sekta zote za uchumi pamoja na huduma za jamii. Aidha, serikali imejenga barabara za kisasa katika maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini kote Unguja na Pemba. Hatua hii inadhihirisha jinsi sekta hii ilivyo muhimu katika utekelezaji wa mipango ya serikali na pia jinsi sekta hii inavyozidi kukua hapa Zanzibar. Napenda kuwapongeza kwa hatua hii muhimu ya kufikia uamuzi wa kuanzisha jumuiya inayolenga kuwaunganisha wadau wote wanaoshiriki katika shughuli za ujenzi kwa njia moja ama nyingine. Ni dhahiri kuwa taasisi hii itakuwa ndio chombo rasmi cha wadau wetu kuwasilisha ushauri, mapendekezo na changamoto zenu kwa serikali kwa sauti moja. Napenda kutoa wito kwa wanachama wa jumuiya hii kuwa na umoja na mshikamano, kuepuka migogoro isiyo ya lazima na kuwa chombo imara cha kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya ujenzi. Mna wajibu wa kuendelea kushirikiana na serikali katika kuleta mapinduzi ya kimaendeleo kupitia sekta ya ujenzi kwa kuzingatia viwango vya ubora, muda wa kukamilisha kazi na gharama sahihi za ujenzi.
Nayasema haya kwa sababu natambua umuhimu wa sekta ya ujenzi katika uchumi wetu. Ukiangalia ukuaji wa uchumi wetu, sekta ya kwanza ni sekta ya utalii. Ya pili ni sekta inayohusika na masuala ya ujenzi. Na hivi karibuni, kwa kasi tunayokwenda nayo kwenye masuala ya ujenzi, nadhani inaweza ikaja ikaivuka sekta ya utalii. Nasema hivyo kwa sababu hakuna kitu ambacho hakijengwi sasa hivi. Iwe viwanja vya ndege, iwe bandari zetu, iwe barabara, iwe skuli, iwe hospitali, alimradi kila pahali panajengwa. Na kwa awamu ijayo, kama alivyosema waziri hapa, mpango ni kujenga zaidi kuliko hapa. Sasa nakubaliana na nyinyi kwamba ni vyema na sisi Wazanzibari tusije tukageuka kuwa watazamaji. Ni lazima tuweke utaratibu mzuri wa kuhakikisha tunashiriki kikamilifu. Sasa katika kushiriki kikamilifu, tunahitaji kujenga uwezo, tunahitaji kuwezeshwa kimitaji, tunahitaji kuwa na sehemu ya miradi hiyo mikubwa inayofanywa na kampuni kama local content. Kwa hiyo lazima sheria zetu zikae vizuri. Nafurahi kwamba TUCASA wako hapa, wao wana uzoefu, jifunzeni kutoka kwao, ili kama ni swala la kubadilisha sheria, kama ni swala la kuweka kanuni, kama ni swala la kupata wadau wa kukusaidieni, basi hakuna taasisi yenye uzoefu wa jambo hili kama TUCASA. Nafurahi kwamba wao wakusaidieni tufanye hivyo. Mimi binafsi ningependa kuona wao wanasema wameweza kuinfluence mabadiliko ya sheria kwamba kule bara mradi chini ya bilioni 50 ufanywe na watu wa ndani. Tunaweza kwa Zanzibar tusianzie hapo kwa sababu bilioni 50 ni kubwa kidogo kwa kampuni zetu. Lakini lazima tuanze sehemu. Haiwezekani tukawa tunajenga skuli ya ghorofa moja au mbili akajenga mtu wa nje. Sasa hapa tunayo miradi midogo mingi ya bilioni 10, 15. Hiyo ni lazima tuhakikishe wanajenga watu wa ndani. Maono ya Rais Dr. Mwinyi yanachochea uendelezwaji wa miradi ya kimkakati katika sekta mbalimbali hapa nchini, kama anavyoeleza Dr. Khalid Salum Mohamed. Mheshimiwa Rais, niseme ukweli, haya ndiyo tunayoyashuhudia katika nchi yetu. Vision yako, maelekezo yako yametufikisha hapa. Na hakuna asiyejua hilo. Lakini wako wengine wachache, labda chuki, labda hasada, ambayo ni maradhi makubwa sana. Lakini ukizungumza barabara sasa hivi, hakuna mahala ambapo hakuna barabara. Ni kazi yako Mheshimiwa Rais. Flyovers kwa mara ya kwanza, ni kazi kubwa sana umefanya katika kipindi hichi. Bandari zinajengwa, airport zinajengwa, na hata huu mji sasa hivi jamani, tukipita sisi wenyewe tunaona raha, tunaona mabadiliko. Kipita kwenye barabara ambazo tayari zimekamilika, tunaona raha sana. Mheshimiwa, umetuheshimisha sana, tunakushukuru sana. Hasa niwaambie tu wenzangu kwamba awamu ijayo inshallah, chini ya uongozi wako na miradi ambayo naijua umeipanga, hii Zanzibar itakuwa mbali sana. Ujenzi wa madaraja, interchange ulizozikusudia kuzijenga, madaraja ya Chwaka kule Chwaka Charawe, lakini kazi kubwa ya ujenzi wa mahospitali, maskuli uliodhamiria kuyajenga. Na ndani ya ilani ijayo kuna barabara zaidi ya kilomita 800 umekusudia kuzijenga katika nchi. Sasa hivi tunajenga karibu kilomita 1000, zaidi ya 1000 hivi sasa, wakati ilani ilisema tujenge kilomita 196.7.
Mheshimiwa, kuifungua sekta hii ndio maana tunaona pia tunafunguka kuwa na hizi jumuiya. Jumuiya hizi zinahitajika kwa sababu kuboresha utoaji wa huduma, lakini pia na usimamizi wake wa maadili na kukuza ujuzi ni jambo muhimu sana katika sekta hii. Hapa uwasilishwaji wa taarifa ya wadau wa sekta ya ujenzi Zanzibar ukatolewa na mwenyekiti wa ZCSA Said Omar Faki. Wadau waliopo hapa leo katika hadhara hii wanajumuisha kuanzia wasanifu ujenzi, wajenzi wenyewe yani makontrakta, wasambazaji wa bidhaa, vikundi kazi maalum vya ujenzi kama vile vya zege, vya ufungaji mbao yani formwork, vikundi vya usafishaji barabara, vikundi vya vyuma, ufungaji vyuma, na kuonyesha furaha na shukurani zao kwako ni wingi wao unaoona hapa leo wamefika. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumuiya hii imeanzishwa kwa dhamira ya kuimarisha ushirikiano kwa wadau wote wa sekta ya ujenzi ili waweze kuwa na sauti moja na waweze kushirikiana vizuri zaidi na serikali katika kuendeleza sekta hii. Kufanya hivyo kutasaidia kukuza uwezo wa kiuchumi na kibiashara katika sekta hii baina ya wadau wenyewe na serikali, na pia kutoa fursa kwa wahusika wote kuweza kupata kazi, mitaji, vifaa na mafunzo kwa wale wanasekta. Pia umoja huu utasaidia kukuza uwezo wa kitaalamu na kiutendaji baina yao na kuhakikisha mchango wa wadau hasa wazalendo katika maendeleo ya ujenzi unakuwa imara zaidi na kuonekana kwa uwazi zaidi. Samuel Marwa, mwenyekiti wa jumuiya ya wakandarasi na wadau shirikishi wa ujenzi Tanzania TUCASA, amefahamisha kuwa wakati umefika wa wakandarasi wazalendo kuijenga nchi yao wenyewe badala ya kutegemea wageni, na kusisitiza ushirikiano baina ya TUCASA na ZCSA. Kingine ambacho tunashukuru ambacho pia tumeshirikiana na serikali ni zile fedha ambazo zinatoka nchini. Tukaona kwamba ziwekewe uwigo, baadhi ya kazi zifanywe na wazawa, na sheria ile kama mnavyofahamu sasa inatambua pamoja na regulation zake kwamba kazi zisizozidi shilingi bilioni 50 zinapaswa kufanywa na makampuni ya kizawa. Hayo ni maendeleo makubwa Mheshimiwa Rais, na kwa kweli tunakupongezeni sana kwa kuyafanya. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo sasa tutaifanya ni kuhakikisha yanatekelezwa, na ninaamini hasa kwa Zanzibar tunavyofahamu unavyofanya kazi wewe Mheshimiwa Rais, ni mtu ambaye unapenda kukuza watu hapa. Nafikiri kwa huko mtaisimamia kama ambavyo inasimamiwa kule bara. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Latifa Mohamed.